Mungu wa majeshi. Jehova ndilo jina lako, nasi tunakuinulia sifa na utukufu na heshima. Tunashuka hata nchi Bwana, lakini wewe uzidi Mwokozi wangu, kama ambavyo ulivyosema katika neno lako ya kwamba nikiinuliwa utawavuta wengi kuja kwako. Nasi ndivyo ambavyo mioyo yetu inavyotamani ya kwamba tuone watu wengi wakivutwa kwako Bwana. Sisi tulioko ambao Mungu umetupa neema, tukiendelea kusonga mbele bila kukata tamaa. Tazama, tunakushukuru tena kwa neema na rehema zako. Kama ambavyo Daudi anasema, mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Nasi Mungu tunasema fadhili zako ni za milele. Mungu uliyowavusha wana wa Israeli kutoka kwa Wamisri, ukawaangamiza wazaliwa wa kwanza, ilikuwa ni ishara ya kuonesha kwamba Mungu unamtaka mtoto wako ambaye anataka kutoka kwenda kutumikia. Ni baba Mungu ulivyotutoa huko mbali, ukatukusanya kabila kwa kabila, lugha kwa lugha, taifa kwa taifa, ukatufanya kuwa pamoja katika pendo lako la ajabu, pendo lako la ajabu, pendo lako la ajabu. Ukatutoa kwenye tofauti zetu, katika sura ya weupe na weusi, katika umaskini na ukatili, katika wasomi na wasiosoma, zote katika pendo lako la ajabu umetukusanya pamoja. Tunakushukuru sana Bwana Yesu. Asante kwa pendo lako. Maana tulipotengwa na uso wako Jehova, kwa ajili ya maasi yetu, bado tena ukajishuka ukajifanya namna ya utumwa, ili Mungu tupate tena ule ukombozi, turudishe tena katika bustani ya Edeni. Baba, tunakubariki. Baba, tunakutukuza. Pokea sifa na utukufu kwa neema ya Mungu imefunuliwa kwetu bure, maana kwa hakika hatukustahili, lakini umetufanya tukastahili kwa damu ya mwana kondoo. Damu hizi ndio ile ya Habili, damu hizi ndio ya mbuzi, damu hizi ndio ya ng'ombe. Umetununua Bwana, umetuheshimisha Mwokozi. Asante Mwokozi wangu, kwa jina lako tunatembea, ndani yako tunakwenda na tunaishi na kuwa na uhai wetu. Hatuna hofu ndani yetu, maana umetuvika ushujaa na uhodari. Hatuogopi mapepo, hatuogopi majini, hatuogopi falme zote za giza, maana umetupa ujasiri ndani yetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, na kila mahali tunapokuwa tunamiliki juu ya nchi. Asante sana Bwana Yesu, asante sana kwa jina hili. Tunatamani na wengine wajue, wanyonje nuru hii Bwana, watoke kwenye mateso yao. Bwana Yesu, tunakushukuru, tunakushukuru. Hatuna maneno mazuri ya kusema, wala hatuwezi kuelezea tukamaliza, hata hatuwezi kuelezea miaka na miaka. Kwa ajili ya rehema zako na pendo lako lisilopimika Bwana, hii mtakatifu, tukilala tunalala kama watoto wachanga. Tafakari pendo la ajabu. Wakati wengine wanawaza hata kama ni mamilionea ya pesa, lakini wanawaza kwamba usiku huu wanakuja kufuliwa, lakini sisi Bwana tunalala kama mtoto wachanga. Wala hatuhitaji ulinzi wa dunia, maana tunajua ulinzi wa kwako ni mkuu kuliko ulinzi wa dunia. Katika jina la Yesu Baba, tunakushukuru, tunakushukuru, tunakushukuru tu Bwana, tunakushukuru tu Bwana, tunakushukuru tu Bwana. Asante Bwana, asante Bwana Yesu. Asante kwa kuwatunza watoto wako, ni wanafunzi lakini wanaona neema yako usiku na mchana, wanaona ukitembea pamoja nao, wanaona ukitembea Bwana, wanaona ukiwasaidia, wanaona ukiwavusha kwenye masomo yao. Ijapokuwa wanasoma, lakini hawajata kulitaja jina lako. Wakati wengine watataja magari, watataja mali zao, watataja sura zao, lakini hawa vijana Bwana wanapokuwa kwenye huduma wanalitaja jina lako, sio kabila la Yuda, mahali kokote Jehova. Asante Bwana. Andaboki na sina likaraboka lesina liko ikina karabaki na sanda liko roboka linaboki na isona liko. Ijapokuwa walikwenda katika vita misheni, lakini mkono wa Bwana ulikuwa juu yao, na tumewakaona mavuno, wakaona Bwana kuwafungua, maana neema yako ilienda pamoja nao, uso wako ulienda pamoja nao. Bwana, tukurudishe nini? Tuseme nini Bwana? Sio sisi, ila wewe ndani yetu, ila wewe ndani yetu. Hata shetani anapotutazama anatuogopa, anakimbia, maana anajua tumembeba simba kabila la Yuda.
Japokuwa tunasikia kuchoka, tunasikia kuishwa, maana umetupanda kando ya mto wa maji kama mti usionyauka. Ndiyo Baba unavyotufanya kile napotoleo. Libarikiwe jina lako Yesu, libarikiwe jina lako zuri. Tumeona shuhuda, tumeona ukitenda na kutenda, na wakati mwingine tunashangaa, tunaogopa, maana tumeona mkono wako. Tumeona jemedari Simba wa kabila la Yuda ukitembea pamoja nasi, ukitembea pamoja nasi, ukituchunga Bwana, ukitukumbatia, ukitufunika kwa manyoya yako. Hautuachi kamwe. Umetunasua nafsi zetu katika mitego ya wawindaji, wala kutuacha katikati yao, hakutuacha katikati yao, hakutuacha katikati yao, hakutuacha katikati yao, katika mawindo yao, katika meno yao. Nasi tumeokoka, maana tumejua msaada wetu katika Bwana. Umezitanda mbingu na nchi. Twende banani Bwana, wewe una maneno ya uzima. Tupe neema kukaa chini ya uvuli wako. Tupe neema kila wakati. Wasaidie vijana hawa Bwana, wapende kukutafuta, maana kwako kuna usalama, kwako kuna amani, kwako kuna utulivu, kuna furaha ya ajabu. Wokovu ni furaha ya ajabu, wokovu ni furaha ya ajabu, wokovu ni kutuliwa mizigo, wokovu ni kuamuru, wokovu ni kumtukuza Bwana. Usione tamaa, usikate tamaa, usivunjike moyo kwa sababu ya dunia, kwa sababu ya shetani ambaye anataka kuwatawala wanadamu. Sisi tutatawala duniani na mbinguni kwa Baba yetu. Usikate tamaa, usirudi nyuma mpendwa, usirudi nyuma. Shetani ni kama simba ngurumaye akitafuta nani ameze. Usiwe miongoni mwa kumezwa, usiwe miongoni mwa kumezwa, usiwe miongoni mwa kupotea, usiwe miongoni mwa kupotea. Usipotelee njiani mpendwa, usipotelee njiani, usipotelee njiani, usipotelee njiani, usipotelee njiani. Asante Yesu, asante Baba, asante Roho Mtakatifu kwa kuwa uko hapa. Tukuze utukufu wako, atukuze Bwana, katika jina la Yesu. Tukaomba na kuamini tunaposikia neno lako. Tufundishe kama utakavyo. Roho Mtakatifu, zifungue zile siri za hazina zilizostirika kwenye kiti chako cha rehema. Tupate kuongezeka hatua moja nyingine zaidi na kukujua kiwango ambacho Mungu natamani tukujue, katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana-kondoo ninaomba na kuamini. Pigie tena Yesu makofi. Hayatoshi, pigie mpenda naomba tena. Kaa kwenye utulivu wa Mungu, kaa kwenye uwepo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Namtukuza Mungu kwa ajili ya neema ambayo nimepewa. Kila wakati ninapopata nafasi ya kumtumikia Mungu, ninajua ni kwa neema tu amenipa. Maana kuna wengi walitamani, kuna wengi walitamani uzima tulio nao. Ndio maana kila wakati napenda kusema usichezee hii neema. Kuna siku lango la neema litafungwa. Ikifungwa mara moja, hakuna atakayefungua, hakuna atakayefungua. Tunza sana vazi la wokovu, tunza sana vazi la wokovu. Kila wakati wa viongozi wanatangaza kwa habari ya kudhuhurisha, tunaona ni kama mzaha. Hizi ni nyakati za mwisho. Yesu alisema mwenyewe kwenye kitabu cha Mathayo 24, kati ya ishara mojawapo ni upendo wa wengi kupoa. Upendo wa wengi kupoa kutokumpenda Mungu. Maana kwa wengi watakuwa wakitafuta mambo ya dunia kuliko kumpenda Mungu. Sasa sisi tunaopata neema kukaa kwenye madhabahu ya Mungu na kujifunza, tafuta macho ya kiroho ya kutazama nyakati, kuzijua nyakati. Usipozijua nyakati, itakuwa kama kipindi kile cha Nuhu. Sikafikiri kwamba kipindi cha Nuhu kulikuwa hakuna watu waliokuwa na maabudu Mungu. Walikuwa, lakini ilifika wakati wakamzoea Mungu.
wakaona kwamba ni kawaida tu. Akawepo mcha Mungu mmoja tu, akawa anatembea kwa hofu mbele za Mungu, akawa anaendelea kumwabudu Mungu kwa hofu, akaendelea kumtukuza Mungu kwa hofu, huku wakati wengine wakiendelea wakijua kwamba Mungu yupo na shughuli zingine zikawa zinaendelea, bila kusahau ya kwamba Mungu ameshatangaza hukumu yake inakuja. Lakini maandiko yanasema kipindi kile watu waliendelea kula, kunywa, kuoa, kupanda na kuvuna na kuoa, hawakujali ile sauti ya Mungu. Ole kwa sisi tuliopata neema na tukaichezea. Tutalia na kuomboleza siku ile, tutalia na kuomboleza. Tutasema ni afadhali hata na wale ambao hawatakuingia kanisani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa majina naitwa Esther Urassa, na mtukuza Mungu kwa mtumishi wa Yuda. Nakutana na university, ambayo ni student of university. Nimetokea primary jamani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini nakamshuhuda? Mungu anatupandisha kutoka chini. Tunaenda hata tunarudi chini. Yaani Mungu lazima kupandisha kwa level zingine zetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Fundisha primary, baadaye nikapewa viongozi mahali kwa mahali, nikaenda nikawa ustawi wa jamii hospitali fulani. Baada ya pale Mungu amenipa nafasi na kibali mahali hapa, lakini bado ninaamini hapa sio mwisho. Hakuwepo ndio kusudi la Mungu ikisha taondolewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Namtukuza Mungu kwa ajili ya social science, karibuni sana. Lakini pia kwa ajili ya ambao wametoka tiba. Wapo? Tiba, karibuni sana. Hapa ni Saivu, tuna mwenyekiti wetu mzuri sana na hekima sana. Nampenda sana Yusufu. Ana hekima sana, moja ya ajabu sana. Na Mungu anapenda kukaa na kuwatumia watu kama hawa. Mwenye roho ya unyenyekevu, asiyekuwa na kiburi. Kwa sababu tumesoma maandiko anasema Mungu wapinga wakina nani? Wenye kiburi, bali wapa neema wanyenyekevu. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu sana, lakini pia niwapongeze kwa wote ambao mlienda Mbechi. Tulipokuwa tukiendelea kufanya maombi, mimi nilikuwa naombea Yusufu, nilikuwa naomba. Lakini niliona vita moja ilikuwa kubwa sana, ile vita. Na ile vita nikajua katikati ya vita uko nini? Uko ushindi. Nilipigana na ile vita, lakini baadaye niliona ushindi wa Mungu. Na ndicho ambacho nilichokuja kusimulia kama kwa kuna ushindi mkubwa sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Roho Mtakatifu hawezi kutuficha jambo lolote. Hawezekani. Anasema sitawaficha manabii wake, watumishi wake neno lolote. Kwa lazima tupashe habari na mambo yajayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu awabariki sana. Kila aliyekwenda amepanda. Na hiyo sadaka wanadamu tunasahau, lakini Mungu asahau. Na wewe ambaye haujakwenda, nakupa pole. Kati ya kitu kimoja wapo cha kumtumikia Mungu unapokuwa chuo, kwenye mazingira ya shule. Kisha kuwa na watoto na wakina Gladness kama mimi hapa, na majukumu mengine ya kiofisi, hawezi tena kumtumikia Mungu inavyokupasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini mizizi na foundation nzuri ya kujenga msingi ya kiroho ni unapokuwa hivi kusingo. Baadaye utakuwa dapo. Mke atakutaka, mume atakutaka, mtoto atakutaka, kazi itakutaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo viongozi wanapotangaza hichi kitu, hebu jaribu kufuatilia vipindi, vipindi vya maombi, vipindi vya nini, usiwe mvivu. Wakina dada, usiwe mvivu. Pungeni mikono wa dada. Punga tu mkono wako. Kati ya kitu ambacho shetani anakionea wivu ni sisi wanawake. Mwanamke akimjua Mungu ni hatari sana. Na ndio maana nasema mwanamke mchawi ni hatari sana kuliko mwanamume. Na hivyo hivyo ni kwa Mungu, ni hivyo hivyo. Mwanamke akimjua Mungu vizuri ni hatari sana. Uzazi wake hauchezewi. Lakini kama tutalega, uzazi wetu utachezewa tu. Utachezewa tu. Kwenye Biblia hatuoni mwanaume muombolezaji, ila tunaona mwanamke nani? Muombolezaji. Hilo ni somo lingine. Bwana Yesu asifiwe. Tutakwenda kujifunza kichwa kinachosema vita dhidi ya kuishindania imani binafsi. Vita dhidi ya kuishindania imani binafsi. Lengo la somo, ufahamu juu ya mambo muhimu ya kuzingatia katika kile ambacho Mungu amekupa. Ufahamu
juu ya mambo ya kuzingatia katika kile kitu ambacho Mungu amekupa ili uweze kushindania binafsi. Kwenye kile kitabu nilikuwa naomba samani kama kuna mtu anaweza kunisaidia na maiki kana nisaidia kusoma neno. Naomba unisaidie kusoma kwenye kile kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ile ya 9. Wakorintho wa kwanza sura ile ya 9 mstari wa 24 na mstari wa 25, mstari miwili. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ile ya 9 mstari ile wa 24 na mstari ile wa 25. Karibu kama umeshapata. Biblia inaandika, "Je, hamjui ya kuwa wale washindanao kwa kupiga mbio hupiga mbio wote, lakini apokeaye tuzo ni mmoja? Pigeni mbio namna hiyo ili mpate. Na kila ashindanaye katika michezo kujizuia katika yote. Basi hao hufanya hivyo kusudi wapokee taji iharibikayo, bali sisi tupokee taji isiyoharibika." Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye kile kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari ule wa 7. Biblia inasema Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Vita ya imani tulionayo, kumbuka ziko imani nyingi sana, na tunaelewa, tunasoma maandiko kila wakati ya kwamba chanzo cha imani ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la nani? La Kristo. Kama huja kwa neno la Kristo, maana yake vipo vyanzo vingine ambavyo vinawajengea watu wengine imani ndani yao. Zikiweko tunasema upande mwingine katika imani za mashetani. Lakini sisi ambao tuko ndani ya Kristo, maana yake tunatafuta kuisikia ile imani ambayo ndani yake kuna maarifa, kunakuwa na hekima, kunakuwa na ufahamu wa Mungu utakaotusaidia kusimama katika misingi ya kiroho itakayotusaidia kuishindania nini? Imani. Ndio maana Paulo anaandika kwenye hiki kitabu, anasema ya kwamba katika mashindano yoyote mtu hawezi kupewa taji isipokuwa ameshinda kwa uhalali, isipokuwa ameshinda katika ile nafasi ambayo ilikuwa inatarajiwa. Na katika hayo mashindano siku zote tunaelewa ya kwamba mtu aende kushindana tu, maana yake kuna utaratibu ambao utatengenezwa hapa katikati wa kwenda kuwania zile shindano. Maana yake vigezo na masharti wao zinazingatiwa. Maana yake hawa watu washindanao, maana yake watapewa kanuni na taratibu za namna ya kwenda kushinda ile vita. Maana yake hawezi kwenda kushinda. Maana yake tuchukulie wanaopenda mpira hapa, mpira wa mguu au mpira wa pete. Kati ya kitu ambacho wanatakiwa kwanza kujifunza, maana yake wanatakiwa wakochiwe kwamba katika nafasi fulani, maana yake unatakiwa 1, 2, 3 ili uweze kulikaba ile nafasi vizuri. Au wewe ambaye uko kwenye unasema kwenye wale ambao tuko kwenye mipira ya pete, wewe unasema goal defense. Maana yake kwenye ile nafasi au kwenye ile position, maana yake kuna vigezo na masharti ambayo utapewa kuisimamia ile nafasi na utawekewa mipaka. Maana yake ili tuweze kuishindania hii imani takatifu tuliyopewa, maana yake tumeingia ndani ya Kristo, maana yake kuna vigezo na masharti ya kutusaidia kutembea kuishindania imani tuliyopewa watakatifu. Mara ngapi? Mara moja. Na ndio maana neema iliyofunuliwa kwetu, maana yake tunatakiwa kuelewa ya kwamba hii neema imefunuliwa mara moja na Yesu Kristo, na baada ya lango hili kufungwa, maana yake hakuna tena lango lingine la kufunguliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ukisoma kwenye kitabu cha Mwanzo, anasema Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, na baada ya kumfanya pale anasema akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Kwa hiyo kama mwanadamu aliwekwa pumzi ya uhai, na kati ya viumbe vingine vyote ambavyo Mungu alivitengeneza, hakuna hatuwezi kulinganisha na viumbe vingine, kwa sababu viumbe vingine vilikuwa vikitajwa na vitu vilikuwa vinafanyika. Lakini ukija kwa mwanadamu, anasema na tumfanye mtu kwa mfano na kwa sura yetu. Manake alikuwa anatengeneza ule uungu wa mwanadamu ndani ya mwanadamu. Manake huyu mwanadamu atakapokuwa anaishi hapa duniani, manake awe na mfanano katika kutenda kazi, kuwaza kwake, kufikiri kwake, kutenda kwake, kutembea kwake, manake kufanana na nani? Kufanana na Kristo. Tulipotengana sasa na uso wa Mungu kwa sababu ya maasi, Yesu amepanda msalabani,
Bwana Yesu asifiwe sana. Kama tumerejeshwa bustani hili, na ndio maana Yesu akasema ninyi hamwezi nini wote pasipo mimi. Maana pasipo ule uzima ambao tuliwekwa kwenye bustani hili, ile pumzi ya Mungu aliyeipumzia, maana aliweka ule uzima ndani yetu, ili katika yeye tuenende kwa kufuata maelekezo na maagizo yake, ili tupate kuishi chini ya himaya ya ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo huyu mwanadamu alipoumbwa hakutengenezwa ili afanye kwa matakwa yake yeye, kwa matamanio yake yeye, kwa hisia zake yeye. Kwa hiyo tunaporudi kwenye ufalme wa Kristo, manake tunapewa tena nafasi ile ile ambayo tulipoteza pale bustani Edeni, ya kukaa hemaya mwani mwa Kristo, kumsikiliza Mungu kwa maelekezo, kwa maagizo yake, na katika utendaji wake katika hapa duniani. Kwa hiyo tutatofautishwa na wanadamu. Hatutafanya biashara kama wanavyofanya mataifa. Hatutafanya kazi ya Mungu kwa kuiga na kupesa. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe. Kwa hiyo msalaba wa Kristo Yesu, moja ya kitu ambacho amekirejesha, maana amerejesha ile roho ya Mungu, ule uzima tuliopoteza ndani yake. Kwa hiyo Mungu anapotupa imani, maana kwa sababu ya uharibifu ulioharibika kwenye hii ulimwengu, maana tujue ya kwamba upande mwingine yuko shetani. Na shetani, kumbuka, anajua 100% zile furaha za mbinguni. Anajua namna ya kumtii Mungu, kwamba huyu mtu anapokwenda kwa namna ya kumtii Mungu, huwe na uhakika ya kwamba baraka zote za Mungu zinakuwa juu ya yule mtu. Kwa hiyo sio rahisi vita ya Kiswahili. Kwa hiyo ndio maana nikasema mshindani yoyote au washindani wote ni lazima wakae chini ya kocha. Wakishakaa chini ya kocha, maana hawa watu wapewe mbinu, wapewe taratibu, wapewe vigezo vya namna ya kushinda na kupewa taji. Sasa kama viongozi wanatangaza, jamani njoni kwenye mafundisho, jamani njoni kwenye maombi, jamani, alafu unakupatia siku ukija kwenye mashindano mwenzetu unafeli, unadondoka. Sio hivyo wachezaji wa mpira mpo, sio hivyo. Mtu ambaye uzuri kwenye mazoezi wakati kocha anafanya, siku ya mashindano sio mkatamani mpige makofi kwa sababu yeye anafanya mfeli. Bwana Yesu asifiwe. Kwa jambo la kwanza, zingatia na kujua nafasi binafsi uliopewa kwenye ufalme wa Mungu, ili kupata ushindi wa imani kabla ya kuweka kwa misingi ya dunia. Kwenye kile kitabu cha waraka wa kwanza wa Yuda, sura ya kwanza mstari wa 3, naomba nisomee. Waraka wa kwanza wa Yuda mstari ule wa kwanza, sura ya kwanza mstari ule wa 3. Karibu. Waraka wa Yuda sura ya kwanza mstari wa 3 imeandikwa, wapenzi, nilipokuwa nikifanya bidii sana kuandikia habari ya wokovu ambao ni wetu sisi sote, naliona imenilazimu kuandikia ili niwaonye kwamba mshindanie imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hawezi kaishindania imani kama haujui position yako. Nimesema imani au tumaini la kufanya jambo fulani, lazima ujue position ulionayo binafsi. Kitu kimoja hapo ambacho Yesu alikifanya pale msalabani, maana Mungu alipomfanya mwanadamu, ukiona kwamba alimfanya mtu mke, maana ndani ya mtu yule mtu kulikuwa na mume na mke. Kati ya mume na mke alipoipumzia ile pumzi ya uhai, maana mke alipewa jukumu lake, mume alipewa jukumu lake. Wanapokuja wanaunganika kati ya mume na mke, maana hawa wawili wanakaa kwa ajili ya kuikamilisha kazi ya Mungu. Kwa hiyo kugawanyika kule kwa Mungu alipomfanya yule mtu, maana yake aliposema mke na mume, maana yake alipewa kipawa, aligawa kipawa kwa mke, akapewa kipawa kwa mume. Na ndio maana kuoa na kuolewa inakupasa kukaa miguuni pa Kristo, kutafuta ni nani Mungu aliyekuumbia, kwa sababu ukimpata ambaye sio mfanana na wewe, hautatimiza kusudi la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe. Kwa hiyo hauwezi kaishindania imani kama Yuda anamwandika huu waraka, anasema na tuishindanie imani tuliyokabidhiwa watakatifu mara moja tu. Sasa hauwezi kaishindania hiyo imani kama haujui position, haujui nafasi, haujui uelekeo, hauna dira, hauna amani ya namna ya mahali pa kukanyaga. Maana kama haujui nafasi
sababu haujui kile ambacho Mungu alikuumbia kabla ya kuweka kwa misingi ya dunia. Bwana Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni muhimu sana mtu wa Mungu. Nilipokuwa najifunza hapa, Mungu akanifundisha sana kitu cha ajabu. Akaniletea picha za wachezaji. Akaniambia mchezaji yoyote hawezi akakaa kwenye position yake, au hawezi akakaa kwenye position yake kama ile position hajui namna mahali pa kukanyaga. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akanifundisha vitu vya ajabu. Mimi sijui mpira, lakini Mungu nikakutana ananifundisha vitu vya ajabu sana. Kwa hiyo akasema, watu wangu sio kwamba hawajui, hawawezi kumwabudu Mungu, lakini wanamwabudu Mungu kwa mkumbo. Maana wanafanya mitazamo ya kuiga. Anapo mwingine hata kama Mungu hajakupa hiyo lugha ya kutamka, unashangaa unaiga kwa kumfuata mtu mwingine anapoiga tafsiri ya lugha mpya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tuna copy, tuna paste. Roho Mtakatifu akananiambia, maana kama Kristo, ili tuweze kujenga mwili wa Kristo kwa pamoja, lazima huyu ajue nafasi yake ya kusimama. Na ndio maana alipopaa aligawa vipawa. Vile vipawa maana yake, kama huyu alipewa utume, kama huyu alipewa karama sio kutafsiri lugha, kama huyu si nini, kama huyu si mwana maombi, maana sisi sote tukiungana tunaujenga mwili wa Kristo. Na kama sio kujenga mwili wa Kristo, maana sisi sote tunawakamilisha watakatifu. Kwa hiyo ili mimi niweze kukamilisha watakatifu wa Mungu, lazima huyu awe na cha kwake, huyu awe na cha kwake, huyu awe na cha kwake. Sisi sote tukikaa, maana tunakamilisha utakatifu wa nani? Lakini kuijua position, maana inakupa ujasiri wa kumtumikia. Usipojua position, hauwezi kujua mwelekeo wa kufanya. Inakuwa ni ngumu sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe. Jenzi yote anapojenga nyumba, lazima apewe na maana. Anaambia hapa kutakuwa kuna dining hall, hapa kutakuwa kuna toilet, hapa kutakuwa kuna bathroom, hapa kutakuwa kuna kiti. Kwa hiyo ile namani aliyopewa na yule ambaye anataka ile nyumba iwe, maana yule mjenzi atakuwa anaifuata ile nini? Namani. Kwa hiyo sisi kama wanaokaa na Mungu, wateule wa Mungu, tafuta kwa bidii kujua nafasi ya kwako, ili uweze kusimama kwa uhakika katika vita tulivyo navyo. Na utakapojua hiyo nafasi, vita yake si rahisi. Kwa sababu shetani anajua ya kwamba tayari umeshajua nafasi yako. Ukishajua nafasi yako, ndio mkondo wako wa baraka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu ukifanya kingine au ya kile ambacho Mungu amekuwekea, maana tunafanya nje ya position yako, hauwezi kuona baraka za Mungu. Hiyo ni kanuni na hauwezi kulikwepa. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe, wana wa Mungu. Kwa hiyo jitahidi sana kukaa kwenye maombi. Mwambie Roho Mtakatifu, mwambie Mungu, ulinitengeneza, umenileta kwenye ufalme wa Kristo. Sijawa kuja kuwa msindikizaji. Maana kuna kitu ambacho umeniwekea kwenye ufalme wako. Kuna kazi ambayo umenipa. Kama kuna kazi ambayo umenipa, maana natakiwa niifahamu hiyo kazi. Na kwambia Roho Mtakatifu ni mwaminifu sana. Utakuta picha tu inakuja kwambia wewe nafasi yako ni. Na ndio maana kama utasikia watumishi wengi wanahubiri wanasema, mimi nilitamani kitu fulani, afu nikashangaa Roho Mtakatifu amenikataza kitu fulani. Maana sasa hapo, maana muda mrefu hapo ulikuwa unatumika nafasi sio yako. Miaka inapita inaenda. Na Mungu alipokuwa ananisemesha huu ujumbe, ninyi ni vijana. Wakati mwingine unakutana na mtu anajua nafasi yake miaka 10 imeshaenda. Ndio anajua kumbe hiyo ilikuwa nafasi yangu. Kumbe uchungaji nilikuwa napoteza muda. Kumbe kufanya biashara ya ngono nilikuwa napoteza muda. Bwana Yesu asifiwe. Lakini jambo la pili, mashindano yoyote, washindanao hupewa kufundishwa mbinu na vigezo vya kuwasaidia kushinda ili kupewa taji. Narudia hiyo sentence. Mashindano yoyote, washindanao hupewa na kufundishwa mbinu na vigezo vya kuwasaidia kushinda ili kupewa taji katika ufalme wa Mungu. Naomba nisaidie kusoma kwenye kile kitabu cha Luka 10. Luka 10:38 mstari wa 38 mpaka mstari wa 42. Kitabu cha Luka sura ya 10 mstari wa 38 mpaka 42. Yes. Biblia inaandika kusema,
ikawa katika kuenenda kwao, aliingia katika kijiji kimoja. Mwanamke mmoja jina lake Martha akamkaribisha nyumbani kwake. Naye alikuwa na umbu lake aitwaye Mariamu, aliyeketi miguuni pake Yesu, akasikiliza maneno yake. Lakini Martha alikuwa akihangaika kwa utumishi mwingi. Akamwendea akasema, Bwana, huoni vibaya hivyo ndugu yangu aliyeniacha nitumike peke yangu? Basi mwambie anisaidie. Bwana akajibu akamwambia Martha, Martha, unasumbuka na kufadhaika kwa ajili ya vitu vingi, lakini kinatakiwa kitu kimoja tu, na Mariamu amelichagua fungu lililo jema, ambalo hataondolewa. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukijifunza kati ya Martha na Mariamu, kuna vitu utavigundua. Martha na Mariamu sio kwamba walikuwa hawaabudu Mungu. Maana hawa wote walikuwa katika kanisa na walikuwa wanakwenda safari yote ya imani. Lakini unakuja kugundua ya kwamba Martha ni mtu ambaye alikuwa anajitabisha na mahangaiko ya shughuli hapa na pale. Kwa maana nyingine, alikuwa anagusa kile, anafanya kile. Maana yake alikuwa hajajua ile position yake au ile nafasi yake ya wapi akanyage. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ukija kwa upande wa Mariam, maana yake Mariam alijua nafasi ambayo anatakiwa akae, na alipojua ile nafasi, ili niweze kushinda, ili niweze kupata ile taji, ili niweze kuvuka, maana yake ninatakiwa nikae miguuni pa Kristo, nisijue mbinu, nipate ufahamu, nipate hekima itakayonisaidia kufanikiwa ya ile nafasi niliyopewa. Na ndio maana nikasema mshindanaji wa yote hawezi kushinda vita ya kutafuta kupewa taji kama hajui mbinu na vigezo na masharti vitakavyomsaidia yeye kukaa kwenye ile position. Maana asipojua ile position, maana atakuwa na mahangaiko na shughuli nyingi zitakazokuwa zikimsonga na hata jua afanye kitu gani. Na ndio maana wakati mwingine hata wafanya biashara, akafanya biashara mandazi akaacha, akafanya biashara ya nguo akaacha, sasa tunaendelea kwenda akafanya biashara hii akaacha. Maana yake huyo mtu anakuwa na mahangaiko, maana yake hajui nini pa kushika, nini direction ya kufanya kitu kile ambacho Mungu amemwekea kwenye salama. Bwana Yesu asifiwe sana. Narudia tena, sisi sio mataifa. Hatutaenda kama mataifa wanavyokwenda. Maana yake tutakwenda mbele za Mungu kumwambia Mungu, tunataka ile nafasi ambayo Mungu umetuwekea, ili tukae kujifunza kwa uhakika, kuzijua mbinu zitakazotusaidia kusimama kama ambavyo Mungu unafanya nini? Kama ambavyo Mungu unataka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu usipojua utakuwa unakuja kanisani kwa hasara. Na ndio maana mwenyekiti, ndio nataka niseme leo, manake kuna wengine sio kwamba wanarudi nyuma kwa sababu gani? Manake hajui mahali tukukaja. Na wakati mwingine anakuwa na mahangaiko mengi ya duniani. Anashika kile, anaenda pale, anafanya hapa nifai. Ngoja niingie kwenye prayer, kwenye Team Jesus. Hapa nifai. Ngoja niende kwenye kwako. Hapa nifai. Ngoja nifanye. Unakutana kwa mahangaiko mengi sana. Ngoja niimbe kama staili ya Rose Muhando. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mtu mmoja nilikuwa namsikia, alikuwa anatufundisha, anafanya kama kolona, anasema oyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nagundua kabisa huyu kuhubiri kwake anakopa kwa Moses kwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Nampenda Yesu kwa sababu ameturudishia nafasi zetu. Na ukijua nafasi, shetani atakuchezea. Hatakuchezea shetani, nakwambia hivi. Kwa sababu utakuwa na hiyo ramani. Utakuwa na picha halisi ya kile ambacho Mungu amefanya nini? Mungu amekuta. Kwa hiyo wewe ambaye tayari unaijua position yake, penda sana kukaa miguuni pana. Yesu anamwambia Mariam amechagua fungu jema na hataondolewa. Maana yake tafsiri hii ya kwamba tunapozijua nafasi, maana yake tunakuwa na uhakika wa kuzitafuta hekima za Mungu, kutafuta maarifa ya kimungu ya kutusaidia kustawi katika ile nafasi tuliyopewa. Kwa sababu mimi na wewe, ili tuweze kustawi, maana yake tunatakiwa tufanyike baraka juu ya mataifa au sehemu zile ambazo Mungu anatupa kwa ajili yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana baada ya kusoma, kila mmoja atakuwa kwenye nafasi yake. Usipojua hapo kazini nafasi yako ni ipi, maana yake utakwenda katika mkumbo sawa sawa na wale waliopo makazini, kwa sababu haujui nafasi yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe. Jambo la tatu, katika mashindano
Natamani wanaoandika wataandika, na kwenye kitabu cha Isaya 1:17 tumesoma, anasema jifunzeni, lakini kwenye kitabu cha Amosi anasema tafuteni kutenda mema mpate kuishi. Kwa hiyo tutagundua ishi ya wanadamu ili aweze kuishi sawa sawa na vile Mungu anavyotaka, ni lazima akae kwenye nafasi yake. Sasa kutafuta na kujifunza ni gharama. Ni gharama kubwa, inahitaji gharama, inahitaji kujitoa. Na ndio maana hata wewe utakuwa ni shahidi jinsi mzazi wako anavyosuffocate kwa ajili ya kukutunza. Tangu kuanza shule mpaka leo, akianza kuhesabia mamilioni ya pesa aliyoyatoa, utagundua kutafuta kitu, kujifunza kitu ili upate kukielewa kuna gharama. Na swala la kutafuta hekima ya Mungu sio nyepesi. Vita yake ni kubwa sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Namba 3, katika mashindano yanayotafuta ushindi, kuna vitu vya kuzingatia na kulazimika kujizuia yote yatakayo kuzuia kufikia lengo la ushindi. Kitabu cha Rumi 6 mstari wa 5 na wa 6. Naomba nisaidie kusoma. Kitabu cha Rumi 6 mstari wa 5 na wa 6. Rumi 6 mstari wa 5 na wa 6. Kwa maana kama mlivyounganika naye katika mfano wa mauti yake, kadhalika mtaunganika kwa mfano wa kufufuka kwake, mkijua neno hili, ya kuwa utu wetu wa kale uliosulubishwa pamoja naye, ili mwili wa dhambi ubatilike, tusitumikie dhambi tena. Kitabu cha Efeso 4 mstari wa 24 nasema hivi, Efeso 4 mstari wa 24, mkavae mtu mpya mlioumbwa kwa namna ya Mungu katika haki na utakatifu wa kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye kile kitabu cha Wakorintho wa kwanza ile sura ya 9, kuna kitu pale Paulo anasema huyu mtu akitaka kushinda, kuna vitu lazima vitamlazimu kujizuia yote. Chukulia wachezaji wa mpira. Mchezaji wa mpira anapoenda kucheza mpira, kuna vitu ambavyo huwa unakaguliwa, si ndio? Ikiweko pamoja na afya, si ndio? Ikiweko pamoja na uvaaji, si ndio? Kwa mfano, kwa wale wapete wa mchezaji wa pete na wa mpira wa pete, ninaweza nikaenda kucheza mpira wa pete nikiwa nimevaa hivi ninavyoonekana. Bwana Yesu asifiwe dada. Naweza nikacheza nikiwa hivi, siwezi, si ndio? Kwa hiyo kuna kitu pale Paulo anachokisema, anasema hivi, mshindanaji yoyote anapokwenda kwenye timu, anapokwenda kutafuta mashindano, kuna vitu fulani ambavyo alikuwa anavipenda ili aweze kutafuta ule ushindi. Maana yake itamlazimika au itamlazimu kuacha vitu vyote vile ambavyo vinamfanya au vinaweka mazuio ya yeye kufikia ile lengo ya ushindi wake. Kwa hiyo Mungu ametupa neema ya kupata wokovu. Ndani ya neema ya wokovu, maana yake kuna vitu ambavyo inatulazimu kama Wakristo kuviacha na kutembea katika nuru ya Kristo, ili sisi na wapagani, maana yake katikati ya giza, tutambulike ya kwamba sisi tumeokoka na hao hawajaokoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe. Kwa hiyo inatulazimu hata kama tunataka. Kwa mfano, sidhani kama kwa kina baba tunaweza kuingia tukiwa na boxer kanisani. Naweza kuingia na boxer. Maana yake kuna wakati mwingine inawezekana ukiwa kwa mpagani, hata mikano zote tukavaa kaptula kapo hivyo kama unatembea, si ndio? Lakini unapokuja kanisani, maana yake kuna vitu hata kama ulikuwa unavipenda vipi, maana yake ukija kwa Mungu, kwa kuwa Mungu anasema ya kwamba natuvae ule utu upya tulioumbiwa kwa namna ya Mungu katika utakatifu na kweli yote. Kwa hiyo kigezo kikubwa cha kwanza ya sifa ya Mungu ni mtakatifu. Kama ni mtakatifu, maana yake huyu muamini, huyu Mkristo, maana yake anatakiwa avae lile vazi la utakatifu ndani yake ambalo litamfanya ya kwamba afanane na huyu Mungu, afikie lile lengo la imani aliyoko ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunapokuja kanisani, zile karama tano zilizoko kanisani, maana kazi yake kubwa ni kutupo. Kuna uchangani, kuna watu tunapanda zile kahawa, tunapanda kahawa. Zile kahawa zinapokuwa zikifika sehemu fulani zina kota ni kule mayale kule kuzaa, azizai tena. Kwa hiyo wanachokifanya wale wazee, wanakata, kuna matawi wanakata. Wakishakata yale matawi, wakati wa kuzaa wakuta zinazaa sana.
Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunapokuwa kanisani, maana yake kama ni mwinjilisti, kama ni mchungaji, kama ni mtume, kama ni manabii, maana yake kuna vitu fulani ambavyo atakuwa akivisema kulingana ya Roho Mtakatifu atakapolitazama kanisa lake. Lengo kuu maana yake anatupeleka kwenye utakatifu wake. Anasema mtakuwa watakatifu kwa maana mimi Bwana ni mtakatifu. Kwa hiyo kama ni mtakatifu, maana yake ili tuweze kufikia ile hatima na lengo, lazima tukubali kupruniwa. Wadada, mnanielewa? Lazima tukubali kupruniwa. Usifanane kama mataifa. Mungu hatakuwa na wewe. Mungu alipotengeneza mwili akaweka roho yake ndani yake. Maana yake aliweka mwili kwa ajili ya utunzaji wa uzima wa ndani. Kwa hiyo unapotembea uchi, maana yake unamdhalilisha Yesu Kristo aliyoko ndani yake. Na Mungu hawezi kukubali katika namna hiyo utabaki kopo. Mungu hawezi kutembea na wewe unatembea uchi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata kabisa acha. Kama umekubali kukaa ndani ya Kristo Yesu, kama umekubali kukaa hemani mwa Kristo, kama umekubali kukaa kama Maria, kubali kupruniwa pia. Maana kuna mengine tunatakiwa tuyahesabu kama hasara kwa ajili ya kwa ajili ya Kristo Yesu, kwa faida ya kwetu sisi. Ndio maana Mose anasema tafuteni kutenda mema mpate kuishi. Kama unataka kuishi ndani ya imani ya Kristo, tafuta kutenda mema. Iwe staili zako za kuvaa, staili zako za kuongea, staili zako za marafiki, staili zako za kila mtu. Usitafute watu wa kutazame, tafuta Mungu akuone. Usitake kumpendeza mwanadamu. Mwanadamu hana ufalme wa Mungu wa kukupeleka. Maana kuna wengine wanataka wanadamu wawatazame. Hakupapole. Pole sana. Wakienda kwenye masherehe ya maharusi na manani, walivyovaa uchi na yeye anavaa hivyo hivyo. Kama hii ni sherehe ni sindofu. Tunatakiwa tufanane, tusifanane na wao. Wanaenda kwenye sindofu na mimi naenda na gauni langu kama la kizee, wakitaonekana kama kizee, si ndio? Ili nadi nimeficha hekalu la Mungu, hekalu la Roho Mtakatifu. Najua Mungu yuko huko ndani yangu. Kwa nini nakaa uchi? Hii ilikuwa ni ajabu sana ndani ya kanisa. Ndio ile anasema watu watakataa mafundisho ya uzima, watapenda mafundisho ya mashetani. Ni nyakati zetu hizo nazo. Kwa sababu mtu haoni hata aibu kuja kanisani na kisuala chake anatembea tu. Kama unaona hapa ni mahali pa kuchezea, uko kote tumetoka na kisuala chako, nafika pale unavaa suruali ya mimi. Njoo nayo tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Paulo amezungumza kitu kigumu sana pale. Anasema huyu mtu ili aweze kushinda, maana yake anatakiwa kujizuia katika yote. Hata kama alikuwa anayependa, lakini lazima amsikilize kote. Kwanza vigezo ni hivi. Unatakiwa kuvaa raba, usivae sikongongo. Ukakimbia nazo utaondoka. Kwa sababu mbio ya kukimbia ni hasa usivae sikongongo. Au unakuja na sikongongo, nataka niwe wa kwanza kwenye mbio ya riadha. Utafika kweli? Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu atusaidie wana wa Mungu. Kwa hiyo nafasi mojawapo ya Yesu Kristo msalabani, aliturejeshea vazi la utakatifu. Hata kusema mimi ni dhaifu, mimi si nani, mimi ni nani. Nampa shetani nafasi. Kwani Mungu ni dhaifu? Kwa nini aseme kwamba leo tutakuwa watakatifu na sisi watakatifu? Maana ufahamu maandiko. Tuko ndani ya kanisa, maana tunakamilishana katika udhaifu. Tuliona na udhaifu lazima ukamilike. Na udhaifu lazima ufunike na nguvu za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kile anasema kila atafutaye ushindi ni lazima akubaliane atakayokutana nayo ili kupata ushindi ulioko mbele yake. Kila atafutaye ushindi ni lazima akubaliane na vikwazo atakayokutana navyo ili kupata ushindi ulioko mbele yake. Kitabu cha Wafilipi 3 sura ya 14. Na mimi nitasoma kwenye Zaburi ya 91. Filipi 3 sura ya 14. Filipi 3 mstari wa 14. Zaburi ya 91. Naomba msaidie kusoma hapo. Filipi 3 mstari wa 14. Imeandikwa, na kaza mwendo nifikirie mede ya thawabu ya mwito mkuu wa Mungu katika Kristo Yesu.
Bwana Yesu asifiwe sana. Zaburi ya 91 mstari wa 13-14 anasema hivi: kwa kuwa amekaza kunipenda, nitamwokoa na kumweka palipo juu, kwa kuwa amelijua jina langu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimesema hivi, kati ya kanuni mojawapo ambayo utakutana nayo, ndio maana Paulo anasema nakaza mwendo ili nifikie ile mbegu ya dhahabu, maana kile taji aliloliwekea, maana kile hatima ambayo anaiona mbele yake, maana ile ramani ambayo Mungu amemwonyesha. Anasema ni lazima utakubaliana na vikwazo utakavyokutana navyo. Kuna siku moja nilienda kuhubiri sehemu fulani. Yule ni katibu, yule dada katibu wa kanisa. Yule dada anapenda kukaa mbele. Sasa sikujua anapenda kukaa mbele, na staili ya baba yake akikaa mbele kama watumishi wa Mungu, maana yake anaona vitu vyake vya ndani. Siku moja ananiambia na wewe unapenda kuvaa sana magauni marefu. Amenikasirikia kabisa. Nikamwangalia nikasema sio yeye, ila roho yako ndani yake. Sio na mtu anakasirikia kwa kuvaa mavazi marefu. Na yule dada mpaka leo ana hasira na mimi. Yaani sijajua. Nikajaribu sana kupatana naye, lakini yaani mpaka leo, mpaka kesho. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unapokubali kujikita kwenye kumtafuta Mungu, kubali vigezo. Nimesema wokovu ni wako binafsi, wewe na Mungu, wewe na Mungu. Mungu anaposema na wewe, maana kuna baadhi ya vitu atakuwa anakuondoa. Lazima usikie sauti ya Roho Mtakatifu kile ambacho anakuondoa, maana anapotaka kukuondoa, maana anakutengeneza kuwa mtu fulani. Maana uwe tofauti na wale walioko ndani ya kanisa au ndani ya katikati ya wale unaowatumikia. Maana kuna vitu kabisa Roho Mtakatifu atakuwa anakusemesha kwamba mwanangu natakiwa uwe hivi, mwanangu natakiwa uvae style hii, mwanangu natakiwa uwe hivi. Kwa hiyo penda sana kumsikiliza Roho Mtakatifu kile anachokwambia. Na ukiendelea kumsikiliza Roho Mtakatifu, wakati mwingine utakutana na wale watu ambao ulikuwa nao wanaanza kusema na wewe nao umebadilika, na wewe nao vaa yako imekuwa ni ajabu, na wewe nao hutaki kuungana na sisi. Kwa hiyo mara kwa mara utakutana na hivyo vikwazo vingi tu vitakuwa vinainuka. Wakati mwingine atakwambia anajifanya mtakatifu sana, kisha ndo mara nyingi sana anajifanya mtakatifu sana. Sasa anajifanyaje mtakatifu sana kati ya watu watakatifu? Anayekwambia ni Mkristo mwenzako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo usijali kile utakachoambiwa. Cha msingi simama mwenyewe kwa miguu yako huku ukitazama ramani ya Mungu ya mwisho. Jiombee mara kwa mara ujasiri na uvumilivu moyoni utakao kuvusha kuyafanya makusudio ya Mungu mwenyewe kwa mapenzi yake. Naomba nisome kitabu cha Mathayo 21. Jiombee mara kwa mara ujasiri na uvumilivu moyoni mwako utakao kuvusha kuyafanya makusudio ya Mungu mwenyewe kwa mapenzi yake. Mathayo 7 mstari wa 21. Mathayo 7 mstari wa 21. Mathayo 7 mstari wa 21. Si kila mtu aniambiaye Bwana, Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, bali yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Timotheo wa pili sura ya 1 mstari wa 8 na 9. Anasema basi usionee haya ushuhuda wa Bwana wetu, wala usionee haya mimi mfungwa wake, bali uvumilie pa mabaya pamoja nami kwa kadri ya Injili, kwa kadri ya nguvu ya Mungu, ambaye alituokoa akatuita kwa wito mtakatifu. Na ule mstari, ambaye alituokoa akatuita kwa wito mtakatifu, si kwa kadri ya matendo yetu sisi, bali kwa kadri ya makusudio yake yeye na neema yake. Neema hiyo tulipewa katika Kristo Yesu tangu milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu anasema si kila aniitaye Bwana Bwana atakayeingia katika ufalme wake. Maana sio ufalme wa Mungu tu, lakini kuifikia ile hatima ya kwako. Bali ni yule afanyaye mapenzi ya nani? Kwa hiyo asiyefanya mapenzi ya Mungu hiyo kwake ni dhambi. Na Paulo anasema, anamwandikia Timotheo, anamwambia mwanangu, katika ule wito mtakatifu tulioitiwa, maana sio kwa mashauri ya kwetu sisi, sio kwa makusudio ya kwetu sisi, maana ni kwa shauri la nani? La Mungu. Maana kile ambacho Mungu amekupa, maana unatafuta ndani yake kuna nini? Kuna package gani?
Nikipewa kwenda sehemu kufundisha au kwenda kuhubiri, maana ninakwenda barazani pa Kristo. Kwenye kitabu cha Yeremia sura ya 23 anasema hivi, watu wangu hawakukaa barazani pangu kunisikiliza maneno yangu. Kama wangekaa na kusikiliza kukaa barazani pangu na kusikia na kusikiliza maneno yangu, maana wangeenda kuwasikiliza watu wangu waziache njia zao leo. Njia zao mbaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nitamani kwamba Mungu ni kweli umeweka kipawa. Ni kweli umeweka kazi hii ndani yangu. Mapenzi yako ni nini katika hii kazi ulionitia? Simple that. Usiende peke yako kwa sababu Mungu amekupa hizo zawadi. Kwa sababu ukienda mwenyewe utajihubiri mwenyewe. Na Mungu hatakuwa katikati yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu tunafanya kwa makusudi, kwa shauri lake, kwa matamanio ya kwake yeye, kwa kadri ya mapenzi yake, kwa kadri ya kile ambacho ameweka kwenye ufalme wa kwake. Kwa hiyo hata waimbaji wanasema wiki nzima, the whole day, the whole week uko kwenye preparation. Maana hizi preparation ni nyumba kuu. Nendeni kwa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu, nataka tukimbie nini Jumapili? Sio tunaimba tu. Tunataka kusifu na kuabudu. Roho Mtakatifu, ni nyimbo zipi unaweza kutupa kwa ajili ya kumsifu Mungu? Na ndio maana Amos anasema nitoleeni makelele ya nyimbo zenu. Maana kwa nini makelele? Maana hao watu wamekwenda pasipo uhusiano wa Mungu. Wanajua tu kwamba wana sauti nzuri, wanaweza kumwabudu Mungu, wanaweza kumsifu Mungu, lakini hawajaenda kwa Roho Mtakatifu. Paulo anasema nitamwambia Bwana kwa roho na kwa akili. Kama ni kwa roho na kwa akili, maana Roho Mtakatifu atakayefunua hizo nyimbo, maana yeye ndiye atakayemsifu Mungu na kumwabudu Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata watunzaji wa watunzi wa nyimbo za injili, nyimbo zozote zile, Roho Mtakatifu ana mashairi yake. Anakupea Roho Mtakatifu. Natakiwa niende nikafundishe kwaya, lakini sijui nakwenda kufundisha kitu gani. Roho Mtakatifu anakupa mstari, anakupa na mashairi na namna ya kuimba. Bwana Yesu asifiwe sana. Hatuendi kutafuta sijui miti, tutafuta jamani miti, hii miti nilitungia nyimbo. Roho Mtakatifu ana mstari wa ajabu, na ndio maana anasema watu wale, anasema akawapa ustadi, wanaona kumsifu Mungu na kumwabudu Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe. Kwa hiyo hatuendi kwa mashauri yetu, ili kwa sababu ametupa yale ya ule mwito mtakatifu ndani yetu. Maana lazima tuketi miguuni pa Kristo, kwamba Mungu, tunatamani mapenzi yako, tunatamani jina lako lipate kuinuliwa. Ndio maana Yesu anasema nikiinuliwa nitawavuta wote kwangu. Maana kuna wakati ambapo hautakiwi kufanya wewe kwa sababu Mungu amekupa hiyo gift, ni kwa sababu tu ya kwamba Mungu apate kuinuliwa na watu wengine wavute kuja kwake. Naomba tusimame.
hapo ulipo. Nyosha tu mkono, hata usiogope. Tunatamani tumwambie Roho Mtakatifu awasaidie, wape nafasi ya kukanyaga. Naomba utapita huko mbele, pita mbele, pita mbele, pita mbele. Usiogope, pita mbele. Natamani tumwambie Mungu apite nafasi ya kwako. Nafasi ya kwako kama kijana, usitafute kukopi na kupesa. Kama kijana unatakiwa kutafuta nafasi yako kabla miaka haijaenda. Ukajua unamtumikia Mungu kumbe unamtumikia. Ukajua unafanya mapenzi ya Mungu kumbe unafanya. Sema Bwana Yesu, ninakushukuru. Bwana Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya ufunuo mkubwa. Asante Bwana Yesu, maana unatamani nisiwe msindikizaji, nisiwe mpiganaji. Ndio maana Bwana umelifunua hili neno. Wakati mwingine tunajua ya kwamba tunakutumikia, kumbe tuko nje ya nafasi ambayo Bwana umetuwekea kwenye ufalme wako. Bwana Yesu, ninaomba unisamehe, ninaomba toba kwa kutokukuuliza nafasi ulionipa. Bwana Yesu, ninaomba toba, ninaomba unisamehe. Kuanzia sasa nakuja jinsi nilivyo, kwa unyenyekevu mkubwa, kwa Roho yako Mtakatifu ambaye hatatuficha nabii wake wala watumishi wake neno lolote. Na mimi Bwana ni mtumishi wako, ninaomba Bwana nifunulie nafasi ulioniwekea, ulioniumbia kabla ya kuwekwa kwa misingi ya dunia. Ukimwambia Yeremia, kabla ya kuumbwa nalikujua, nalikuita uwe manabii wa mataifa. Bwana Yesu, nafasi yangu ni ipi?